Moja pia kati ya taarifa ambayo katika siku za hivi karibuni imekuwa ikizungumzwa sana ni kuhusu taarifa ya mashambulizi mapya na mashambulizi makubwa ya Urusi kwenye mkoa wa Sami huko nchini Ukraine, ambako inaelezwa kwamba Urusi imelenga kunyakua mkoa huo au kunyakua baadhi ya visehemu kwenye mkoa huo wa Ukraine, ambako Putin alitangaza kwamba analenga kutengeneza eneo la buffer katika mkoa huo baina mwa nchi ya Urusi pamoja na Ukraine. Sasa taarifa ambayo utaisikia muda huu ni taarifa ambayo amezungumza kamanda majeshi kutoka huko nchini Ukraine, yanamaanisha kamanda mkuu wa vikosi vya kijeshi huko nchini Ukraine. Amezungumza ya kwamba Urusi sio tu Sami inataka kuinyakua pia au kuchukua maeneo ambayo imelenga kuinyakua kwenye mkoa huo, lakini pia amesema Urusi imezidisha mashambulizi makubwa mno kwenye mkoa wa Zaporizhzhia pamoja na huko Donetsk, ambako pia baada tu ya kauli au taarifa ya kamanda majeshi kutoka huko nchini Ukraine, utasikia pia kile ambacho amekizungumza mkuu wa kamati ya ulinzi ya jimbo la Duma kutoka huko nchini Urusi, ambako yeye amesema ya kwamba Ukraine isipokuwa makini mkoa wa Odessa, Sami na Kharkovi, basi pia inaweza kaipoteza mikoa hiyo muda wowote kutokana na malengo na mashambulizi ya bwana Putin au mashambulizi ya majeshi ya bwana Putin kwenye mikoa hiyo mitatu ya Ukraine. Hivyo basi pia utasikia sababu ambazo amezitaja kiutaalamu zaidi kwamba kwa nini Ukraine ina hatari kubwa mno ya kupoteza mikoa mitatu tena dhidi ya vikosi vya Urusi. Na baada tu ya taarifa ya mkuu wa kamati ya ulinzi ya jimbo la Duma huko nchini Urusi pamoja na kamanda wa Ukraine, utasikia pia taarifa ya mamlaka kutoka huko mkoani Sami nchini Ukraine, ambako wamesema ya kwamba takribani wakazi katika vijiji 11 wamelazimishwa kuondoka kutokana na kitu ambacho pia kimetajwa kwenye taarifa hii. Hivyo basi nakusiki tu ya kwamba unaweza pia kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, na kusihi pia ya kwamba ungana nami mwanzo hadi mwisho. Utasikia hapa undani wa taarifa hizi ambazo nimekufahamisha, na kingine pia ambacho nikudokeze ni kwamba utafahamu hali nzima kabisa ambavyo sasa inajiri kutoka mstari wa mbele wa kivita huko Urusi na Ukraine. Hivyo basi ungana nami na unifuatilie mwanzo hadi mwisho. Utasikia undani kabisa kuhusu mashambulizi au wanasema operation za kijeshi dhidi ya vikosi vya Ukraine, ambako Urusi imeongeza mashambulizi makubwa mno kwenye baadhi ya mikoa huko nchini Ukraine. Unaweza pia ukapata taarifa hizi na matukio moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita kutoka huko Urusi na Ukraine kupitia grupu letu la WhatsApp, ambako huko nimekuwa nikiweka matukio moja kwa moja kabisa kutoka mstari wa mbele wa kivita. Sasa unaweza ukajiunga moja kwa moja kwa kulipia kiasi cha shilingi 2500 tu kwa nambari ya Tigo Pesa kwa zamani, kwa sasa ikifahamika kama Mixx by Yasi, ambayo ni 0679619650, yani 0679619650. Basi pia hiyo ndio nambari pekee ambayo itakuwezesha kupata taarifa na matukio moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita. Kamanda mkuu wa Ukraine anayefahamika kama Oleksandr Syrskyi alisema saa chache ambazo zimekwisha kupita, yani mwishoni kabisa mwa mwezi Mei tarehe 31, ya kwamba vikosi vya Urusi vimeimarisha operation za mashambulizi katika maeneo muhimu ya huko Zaporizhzhia, yani mkoani Zaporizhzhia pamoja na Donetsk na huko mkoani Sami. Alisema wanajeshi wa Urusi wameongeza shughuli haswa katika mwelekeo wa huko Zaporizhzhia, ambako wanafanya vitendo vya kukera mno. Syrskyi alisema kufuatia mkutano wa kimkakati wa kutathmini operation za kijeshi mwezi Mei. Kulingana kamanda huyo, amesema vikosi vya wanajeshi vya Ukraine vinawaletea hasara kubwa wanajeshi wa Urusi, akidai zaidi wanajeshi 34,000 wa Urusi waliuawa mwezi Mei pekee, ambako alisema mifumo ya mizinga ya Ukraine, anga na ndege ambazo hazina rubani zimekuwa zikilenga vitengo vya adui hata kabla hazijafikia nafasi zao. Wakati juhudi kuu za Urusi zikisalia kujikita katika maeneo ya Pokrovsk, Toretsk na Lyman katika mkoa wa Donetsk, amesema pia vile katika jimbo la Sami la kaskazini mashariki mwa Ukraine inayopakana na Urusi, Zaporizhzhia imeona hali ya kuongezeka
kwa mashambulizi zaidi. Ameongeza kuwa majeshi ya Ukraine yanaimarisha maeneo yenye hatari kubwa kwa kutumia hifadhi na kuimarisha milipuko ili kuzima mashambulizi kutoka Moscow. Huko mkoani Sami, vikosi vya Urusi vimeendelea na mashambulizi ya kuvuka mpaka, kushambulia kwa makombora na kujaribu kuhujumu. Maafisa wa Ukraine na wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanaonya kuhusu uwezekano mashambulizi mapya kutoka Moscow kulenga eneo hilo. Mnamo mwezi Mei tarehe 29, msemaji wa huduma ya walinzi wa mipaka ya jimbo anayefahamika kama Andrei Demichenko alisema Urusi ilikuwa imekusanya vikosi vya kutosha katika njia jirani ya huko mkoani Kursk ili uwezekano wa kuzindua uvamizi wa Sami ufanyike rasmi. Syrskyi kama kamanda majeshi pia aliangazia operesheni za kuvuka mpaka za Ukraine, akisema ya kwamba mwezi Mei Ukraine pia ilipiga shabaha 58 za kijeshi ndani ya eneo la Urusi kwa kutumia mifumo ya masafa marefu ya deep strike. Hizo ni pamoja na vifaa vya sekta ya ulinzi vinavyozalisha nyenzo na vilipuzi pamoja na ndege ambazo hazina rubani. Mapigano yanaendelea upande wa Kursk ambapo Urusi imetuma vitengo vya wasomi vilivyokusudiwa kwa operation maalum mashariki mwa Ukraine. Tarehe 21 mwezi Mei inaripotiwa ya kwamba Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin alitembelea pia huko mkoani Kursk baada ya Moscow kutangaza tarehe 26 mwezi Aprili ya kwamba ilikuwa imekamilisha kabisa operation ya kijeshi ya kukomboa eneo hilo kutoka kwa uvamizi wa Kiev, ambako Ukraine walisema ya kwamba bado pia mapigano yanaendelea katika eneo hilo, au kuna baadhi ya visehemu ambavyo pia bado Ukraine inafanya mashambulizi, hasa pia kwenye vitongoji vichache ambavyo walisema, japo haikusema ni ya kwamba ni maeneo gani ambako bado wanashikilia, lakini mashambulizi bado pia yamekuwa yakiripotiwa kutoka huko Kursk dhidi ya vikosi vya Ukraine. Pia taarifa nyingine ambayo ameripoti mkuu wa kamati ya ulinzi ya jimbo la Duma huko nchini Urusi, amesema kwamba hali ya Ukraine inazidi kuwa mbaya kila siku, na ikiwa itakataa suluhu ya amani itaachwa bila Odessa, yani mkoa wa Odessa, Sami, Kharkov na idadi ya maeneo mengine. Andrei Katapolovi amesema hivyo akizungumza utabiri wa mwanauchumi kutoka nchini Marekani anayefahamika kama Jeffrey Sachs. Mbunge huyo alisema ya kwamba kuhusu kauli ya Jeffrey Sachs kuhusu Odessa, ni mtu mwenye uzoefu mkubwa na mwenye ujuzi ambaye anaweza kutabiri kwa usahihi mno matukio fulani, lakini anasema tangu mwanzo ya kwamba kila siku suluhu ya kidiplomasia ya mzozo huo inacheleweshwa, basi huzidisha hali mbaya kwa Ukraine. Kulingana na Katapalovi, alisema hiyo itaendelea mradi tu serikali ya Zelensky itafanya kama msichana aliyeharibiwa, wataachwa bila mkoa wa Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Sami, Kharkov, Odessa na Nikolaev. Mbunge huyo amenukuliwa hivyo. Hapo awali mwanauchumi wa Marekani, profesa na mkurugenzi wa kituo cha maendeleo endelevu katika chuo kikuu cha Columbia, Jeffrey Sachs alisema katika mahojiano na shirika la habari la TASS ya kwamba Ukraine iko hatarini kupoteza pwani nzima ya Bahari Nyeusi, ikiwa ni pamoja na Odessa, ikiwa haitakubali amani kwa sasa. Pia mamlaka kutoka nchini Ukraine huko mkoani Sami zimeamuru kuhamishwa kwa lazima kwa wakazi kutoka vijiji takribani 11 vya ziada katika mkoa wa Sami kutokana na kuongezeka kwa mashambulio ya Urusi. Gavana Olei Hryhorovy amesema hivyo. Hryhorovy alitia saini agizo hilo akitaja tishio la mara kwa mara kwa maisha ya raia linalosababishwa na ushambuliaji unaoendelea katika eneo hilo. Uhamisho huo pia unahusisha makazi katika jumuiya za wenyeji kutoka Sami iliyoko karibu na mpaka wa Urusi. Urusi inaendeleza hofu yake kwa maeneo ya mipaka na jukumu lao la pamoja la kuiokoa kila maisha, Hryhorovy alisema katika taarifa yake, akiongeza kuwa anawaomba wakazi wasicheleweshe uamuzi
wa kuhama kukaa katika eneo la hatari mara kwa mara ni tishio la moja kwa moja kwa maisha na afya zao. Kwa agizo la hivi punde, jumla ya makazi 213 kutoka mkoani Same sasa yako chini ya uhamishaji wa lazima. Hatua hiyo inajiri huku maafisa kutoka nchini Ukraine na wachambuzi wa masuala ya kijeshi wakionya kuhusu uwezekano wa mashambulizi mapya Urusi kutoka eneo hilo, ambako pia Andriy Demichenko alibainisha hapo awali ya kwamba wanajeshi wa Urusi wamesalia katika eneo la Kursk baada ya kuondolewa na majeshi ya Ukraine wakati mashambulizi ya mwezi Agosti 2024, na tangu wakati huo Kyiv imeona idadi inabadilika ya askari na vifaa kwenye mpaka huo. Wana vikosi vya kutosha huko katika jimbo la Kursk kutekeleza operation dhidi ya mpaka wetu wa kujaribu kushambulia eneo la Ukraine. Demichenko alisema hivyo kuhusu wanajeshi ambao pia inaripotiwa ya kwamba wako Kursk wakijiandaa kufanya mashambulizi huko mkoani Same. Vikosi vya Urusi hivi karibuni pia viliteka vijiji 4 vya mpakani, yani Novinka, Zuravinka, Veslevinka na Basivinka, jambo lililozua wasiwasi zaidi, ambako rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema hapo awali ya kwamba Moscow inalenga kupeleka wanajeshi takribani 50 huko Same katika jitihada za kuunda eneo la buffer la kilomita takriban 10. Na hichi ndicho ambacho pia kimeripotiwa au kimeweza kuzungumzwa na baadhi ya viongozi, hasa pia kamanda majeshi kutoka nchini Ukraine ambaye amethibitisha kwamba Urusi bado inashinikiza pia kufanya mashambulizi makubwa huko Donetsk, mkoani Same, pia huko Zaporizhia. Hicho pia ndicho ambacho ameweza kukionya. Kwa hiyo ambacho kinaonekana hapa ni kwamba bado kabisa vita vinazidi kuwa na kasi au vinazidi kushika kasi, kutokana pia na ripoti ambayo imeripotiwa kuhusu ya kwamba Urusi bado kabisa ina moto mpya wa kufanya mashambulizi kwenye viunga huko nchini Ukraine.